Miongoni mwa taarifa utakazozisikia jioni ya leo, Iran yatishia kufanya mashambulizi ya droni nchini Israel. Idadi kubwa ya Wajerumani wanasema wana wasiwasi kuhusu wimbi la wakimbizi kutoka Iran kuingia nchini mwao. Wachambuzi wanasemaje? Utafiti huu ni wa kipekee, una matokeo ya kipekee kwa sababu inaonyesha pia wale wafuasi ambao kwa kawaida ni wa vyama vya mrengo wa kati kushoto na vyama vya kisoshalisti ambao wengi wao hawana tatizo na wakimbizi na wahamiaji. Katika utafiti huu inaonyesha hata wafuasi hao nao wana wasiwasi. Kongamano la kimataifa la idhaa za Kiswahili duniani lafanyika huko Arusha nchini Tanzania. Kwa haya na mengine, baki nasi. Naam, tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangalia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi nchini Iran kimetishia hii leo kufanya mashambulizi mazito ya droni na makombora nchini Israel katika kile ilichokieleza kama kuiunga mkono Lebanon na raia wa Palestina. Maelfu ya watu tayari wameuawa kote Mashariki ya Kati tangu Israel na Marekani walipoanza kuishambulia Iran mnamo Februari 28, huku shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa likitarajiwa hivi leo kufanya mjadala wa dharura kuhusiana na mashambulizi ya Iran kwenye eneo la Ghuba. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Kikosi hicho kimeonya kile ilichotaja kama jeshi la kidhalimu kwamba ikiwa wataendeleza mashambulizi dhidi ya raia nchini Lebanon na Palestina, vikosi vya Israeli vitalengwa na mashambulizi mazito ya droni na makombora. Kimetoa taarifa hiyo wakati wizara ya mambo ya nje ya Iran ikiondoa idhini yake ya kibali cha balozi wa Iran na kumpa hadi siku ya Jumapili kuondoka nchini humo. Wizara hiyo imesema kwenye taarifa yake kwamba ilimuita msaidizi wa balozi wa Iran na kumtaarifu kuhusu uamuzi huo wa serikali ya Lebanon wa kuondoa idhini ya balozi mteule wa Iran nchini humo, Mohamed Reza Sheibani, na kumtaja mtu asiyetakiwa nchini humo. Kulingana na wizara hiyo, ilimuita balozi huyo kufuatia kile ambacho serikali ya Lebanon inakielezea kama ni ukiukwaji wa kanuni za kidiplomasia na taratibu zilizozoeleka kati ya nchi hizo mbili baada ya Beirut kukituhumu kikosi cha walinzi wa mapinduzi kuongoza operesheni za Hezbollah katika vita vyake dhidi ya Israel. Mjini Berlin, rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amevitaja vita hivyo kuwa ni kosa kubwa kabisa linalokiuka sheria ya kimataifa, matamshi yanayoonyesha kuikosoa vikali sera ya masuala ya kigeni ya Rais Donald Trump wa Marekani, ambayo amesema pia kwamba imekuwa kama mwanzo wa kuvunjika kwa uhusiano na mshirika wake mkubwa kabisa wa tangu baada ya vita vya pili vya dunia. Vita hivi ni janga kubwa la kisiasa. Nisameheni tafadhali kwa kulisema hili kama mtu niliyewahi kuhusika, na hicho ndicho kinachonikera zaidi. Vita ambavyo vingeweza kuepukika visivyo vya lazima ikiwa lengo lake lilikuwa kuizuia Iran isifikie hatua ya kuwa na bomu la nyuklia. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema hii leo kwamba Islamabad inajiandaa kuratibu mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo baada ya minong'ono kwamba inaweza kuchukua jukumu hilo. Kupitia mtandao wa X, Shehbaz amesema Pakistan inakaribisha na kuunga mkono juhudi zote za mazungumzo kwa ajili ya maslahi ya usalama na utulivu wa kikanda na kwingineko. Katika hatua nyingine, Iran imemteua Mohammad Bagher Zolgadri kuwa katibu mkuu wa Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini humo. Zolgadri, kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi, anachukua nafasi ya Ali Larijani aliyeuawa katika shambulizi la Israel. Uteuzi wake uliotangazwa na vyombo vya habari vya Iran umeidhinishwa na amri ya rais na maafisa waandamizi nchini humo. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa nalo linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili mashambulizi ya Irani kwenye eneo la Ghuba pamoja na athari zake. Kikao hicho kiliitishwa kufuatia ombi la Bahrain kwa niaba ya mataifa 6 ya Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Ghuba pamoja na Jordan. Msemaji wa shirika hilo Pasco Sim amewaambia waandishi wa habari kwamba mataifa hayo yatawasilisha rasimu ya azimio kwenye chombo hicho cha juu kabisa cha haki za binadamu. Lilian Mtono hapo na taarifa hiyo kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tukibaki na suala hilo hilo, idadi kubwa ya Wajerumani wameonyesha wasiwasi kuhusu uwezo wa nchi yao kupokea wakimbizi zaidi kutoka Iran. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la Forza imebaini kuwa 73% wanaamini Ujerumani haingeweza kukabiliana vyema na wakimbizi wengine wa Iran, huku kukiwa na mashaka makubwa miongoni mwa muungano wa vyama vya
vya kiafidhina vya Christian Democratic Union CDU na Christian Social Union CSU na wafuasi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Mbadala kwa Ujerumani AfD. Pia idadi kubwa miongoni mwa wapiga kura wa chama cha siasa za wastani za mrengo wa kati cha Social Democratic SPD na chama cha mrengo wa kushoto Die Linke wana wasiwasi. Ni wafuasi wa chama cha kijani pekee waliosema kwa kiasi kikubwa hawatarajii matatizo makubwa kutoka kwa wageni wengine. Ujerumani tayari ni nyumbani kwa idadi kubwa zaidi ya Wairan barani Ulaya, ikiwa na takriban watu 319,000 wenye asili ya Iran, wakiwemo takriban raia 128,000 wa Ujerumani. Je, hofu hii ya Wajerumani kuelekea wimbi la wakimbizi wa Iran ina msingi? Nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima akiwa Berlin. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ujerumani na kimataifa. Nadhani ni hofu ambayo inaeleweka, kwa sababu kama tunavyofahamu, wanasema kwamba uking'atwa na nyoka, hata ukisikia tu ujani kidogo unashtuka, kwa sababu tukumbuke hapo Ujerumani wakati wa mgogoro ule wa Syria, kuna wakimbizi zaidi ya 1,000,000 waliingia hapa kutoka Syria, kutoka Iraq, Afghanistan. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2015, 2016. Tutakumbuka tena hapa mgogoro wa Ukraine, vita vya Urusi na Ukraine vilipoanza. Tutakumbuka pia kuna wakimbizi wengi kutoka Ukraine ambao wengi wao pia walikuja Ujerumani. Kwa hiyo huu mgogoro unaoendelea Iran sasa unafanya Wajerumani wengi kuwa na wasiwasi kwamba wa Iran wanaweza kugeuka kuwa wakimbizi na wakaja hapa. Kwa hiyo ndio maana ni kitu ambacho kinawaletea wasiwasi Wajerumani. Wewe upo katika mji mkuu Berlin. Unaona ni mkakati upi ambao tayari serikali imeanza kushughulikia ili kuweza kukabiliana na hofu hii miongoni mwa Wajerumani kuhusiana na wimbi la wakimbizi kutoka Iran? Nadhani serikali ya Ujerumani kwa sasa hivi inajaribu kukimbizana tu na hizi athari zinazotokea na hivi vita, kwa sababu tumeona bei za mafuta zimeanza kupanda. Changamoto zimekuwa kubwa sana Ujerumani, sasa hivi ndio wanaanza kuhangaika. Lakini mkakati kama mkakati hatujasikia mkakati maalum ambao umetolewa na serikali zaidi ya kukataa tu kushirikiana na Marekani na Israel katika kufungua mlango wa Hormuz. Kuna mfumo huu wa pamoja wa Umoja wa Ulaya kuhusiana na masuala ya wahamiaji, unaitwa EU Common European Asylum System, mfumo ambao utaanza kutekelezwa mwezi Juni mwaka huu 2026. Hofu ambayo ipo miongoni mwa Wajerumani, unaona kwa umbali gani inaweza ikabadili mtazamo wa Ujerumani kuhusiana na uwezekano wa wimbi hili la wakimbizi kutoka Iran? Itabadilisha, kwa sababu utafiti huu ni wa kipekee, una matokeo ya kipekee, kwa sababu inaonyesha pia wale wafuasi ambao kwa kawaida ni wa vyama vya mrengo wa kati kushoto na vyama vya kisoshalisti, ambao wengi wao hawana tatizo na wakimbizi na wahamiaji. Katika utafiti huu inaonyesha hata wafuasi hao nao wana wasiwasi. Ukiachilia hawa, kuna hivi vyama vya mrengo wa kati kulia na mrengo mkali wa kulia, wao wakimbizi na wahamiaji ni dhima yao kuu. Kwa hiyo ni utafiti ambao umeleta Wajerumani kwa pamoja na wengi wanakubaliana. Kwa hiyo hii itafanya hata huo mfumo wa Ulaya uliotaja hapo utaweza kufanya kwamba hata wakisema kwamba kila nchi ichukue baadhi ya idadi ya wakimbizi, nadhani kutakuwa kuna mgogoro mkubwa sana Ujerumani. Wajerumani wengi nadhani hawatakubali sasa hivi kupokea wakimbizi zaidi kama ilivyotokea huko nyuma. Ni changamoto zipi mahususi ambazo zinawakabili wa Iran ukilinganisha na wahamiaji kutoka nchi nyingine, tukizingatia hii hofu ambayo imejitokeza sasa? Nadhani kwa Wairani wapo Ujerumani sio tatizo kubwa sana, kwa sababu ukilinganisha diaspora wa Iran na diaspora wa tuseme kama nchi kama za Syria na nchi nyingine za Afrika, wengi wao wana nafasi nzuri na hawana tatizo, wengi wameelimika. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na tatizo sana ikilinganishwa na wakimbizi kutoka sehemu nyingine. Kinachoogopwa sana sana na Wajerumani ile tu kwamba wakimbizi watakuja, hususan katika kipindi hiki ambacho uchumi haufanyi vizuri. Bado kuna changamoto za Urusi na Ukraine zinaendelea. Kwa hiyo kuna dalili kwamba vita vya Urusi na Ukraine vinavyoendelea, kuna uwezekano pia wakimbizi zaidi kutoka Ukraine wanaweza kuja. Kwa hiyo kuna hizo changamoto ambazo zinaendelea, ambazo zinafanya Wajerumani wengi sasa hivi kusema kwamba sasa hivi wakimbizi hapana. Dr. Harrison Mwilima kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo.